Nchi ya Tanzania imeweza kuingia katika orodha rasmi ya mataifa ambayo yamewekewa vikwazo kuingia nchi ya Marekani. Mtazamaji, Rais wa nchi ya Marekani Bwana Donald Trump katika siku ya jana ameweza kuiongeza Tanzania katika orodha ama katika listi ya mataifa ambayo yamewekewa vikwazo kwa raia wake kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Taarifa hizi zinamaanisha nini, msikilizaji? Kwamba raia wa nchi ya Tanzania ambao wanatamani kusafiri Marekani siku moja, sasa wataweza kupitizwa vikwazo zaidi ili kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Kuna mataifa kadhaa ambayo tayari yalikuwa yamewekewa vikwazo hivi, lakini awali Tanzania haikuweza kuhusika katika baadhi ya mataifa hayo. Lakini baada ya machafuko yaliyoweza kushuhudiwa nchini Tanzania na ukosefu wa amani, kuna ripoti iliweza kutolewa kwamba Marekani ilianza kutathmini uhusiano wake upya na nchi ya Tanzania. Hili liliweza kutokana na uongozi mbaya, upotevu wa wananchi, visa vya mauaji, utekaji vilivyoweza kutokea ndani ya serikali ya Samia Suluhu. Visa kama hivyo vilifanya Marekani kuweza kuangalia kwamba Tanzania sio salama kwa wananchi wake kuweza kutembea ama kuzuru. Lakini pia katika ripoti iliyoweza kutolewa na nchi ya Marekani, walisema kwamba mataifa huwa yanakuja pamoja kwa sababu mara nyingi wanasaidiana kwa jambo moja ama lingine. Lakini katika mambo hayo Tanzania iliweza kuonekana kwamba haiwezi kuwa ya kwanza ama haiwezi kuwa kielelezo kizuri katika kutekeleza masuala hayo. Na kwa hivyo katika tathmini iliyoweza kufanyika na nchi ya Marekani, kulingana na statement ambao waliweza kuitoa siku kadhaa zilizoweza kupita, sasa Marekani imeamua kwamba vikwazo zaidi vitaweza kuwekewa wananchi wa nchi ya Tanzania wanaoweza kusafiri kuelekea nchi ya Marekani, ama walioweza kuwa na ndoto za kuweza kuishi ama kutembea nchi ya Marekani. Sasa siku ya jana, kipindi ambapo rais wa Marekani Bwana Donald Trump akiweza kutoa taarifa hizi, amesema kwamba Tanzania iweze kuongezwa katika orodha ya nchi ambazo zimewekewa vikwazo kuweza kuingia Marekani. Lakini kulingana na Donald Trump, aliweza kutoa sababu moja ambayo aliweza kuisingizia kwamba ndio imeweza kusababisha vikwazo hivyo kuweza kuwekwa dhidi ya nchi ya Tanzania. Trump aliweza kusema kwamba wananchi wa Tanzania
wamekuwa na uzoefu wa kukaa ama kuishi Marekani zaidi ya siku ambazo visa zao zinaruhusu wao kukaa. Na kwa hivyo akiweza kutoa tamko hilo, ameweza kusema kwamba ndo swala ambalo linaweza kufanya yeye kama rais wa Marekani kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanaingizwa katika vikwazo zaidi za kuweza kuhakikisha kwamba kule kuishi ama kukaa sana mbali na siku ambazo umeweza kuruhusiwa kukaa ni swala ambalo halitokei. Lakini msikilizaji, ukitathmini masuala haya unapata kwamba swala kama hili halikuweza kuikumba nchi ya Tanzania kabla, na mambo haya yameweza kuanza pale ambapo nchi ya Marekani iliweza kusema kwamba wanaweza kutathmini uhusiano wao kiupya na nchi ya Tanzania, na sasa limeweza kusababisha kuweza kutolewa kwa ripoti hii ya kuongeza Tanzania kwa nchi ambazo zimewekewa vikwazo zaidi kwa raia wake kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Ni sawa kusema kwamba serikali ya CCM imehakikisha kwamba uhusiano wake na mataifa mengine sio shwari, na kwa hivyo masuala kama hayo yameweza kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania na wananchi wa Tanzania wanajipata katika tabu ambazo hazikuweza kukusudiwa. Msikilizaji wangu, kama kawaida na kukaribisha kwenye comment section, achia maoni yako, lakini pia nikukaribishe katika channel yetu. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, piga subscription na hakikisha kwamba una share kanda zetu ili tuweze kujenga familia kubwa hapa, tuzidi kufahamishana na kutaarifiana pale ambapo taarifa zinaweza kutokea. Zidi kupiga subscription, zidi kutokea, tuzidi kufahamishana, tuzidi kuelezana yale ambayo yanatokea karibu na sisi.